Karibu sana kwenye chaneli yetu ya EUGC Speaker. Ni wako mwalimu Kelvin Ndume. Kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, basi fanya jambo la busara la kusubscribe. Kama wewe ushafanya hivyo, asante sana, hongera sana. Tupo kwenye episode yetu ya You Can Be Loved But Still Be Used, na hii ni sehemu yake ya mwisho kabisa, sehemu ya 8. Tumeanza toka zamani episode hii ya You Can Be Loved But Still Be Used kumfundisha mwanaume namna ya kukaa, namna ya kujiseti mkao fulani ili asije akatumika na huku anapendwa. Kwa hiyo unaweza ukatumika na huku unapendwa. Kama wewe ni mara yako ya kwanza kufuatilia episode hii, basi ningekuomba ukaanze episode ya kwanza ambayo tuliongelea kuhusu mwanaume asiye na marafiki. Hii ni episode yetu ya namba 8. Basi karibu tuende. Jambo la kwanza, hakuna mtu anayejali kuhusu wewe ukiwa tu mwanaume. Wendapo utakuwa mwanaume, hakuna mtu atakayejali kuhusu wewe. Wanawake wengi wanachotaka ni mwanaume aendelee kutoa pesa tu. Kwanza hawamuulizi mwanaume huyo kuhusu mapambano yake, mizigo anayobeba moyoni mwake, wala maumivu anayoyapitia. Hakuna anayemuuliza mwanaume. Yaani ni ile mradi tu pesa zinaingia, mateso ya mwanaume huwa hayaonekani kirahisi. Unakuta mazingira yote, jamii nzima inamwambia mwanaume hajikaze, asivunjike moyo, hawe imara. Lakini wakati anaposhindwa kutimiza majukumu yake, unamkuta kuachwa, kusaulikwa, kumchiti kunamuhusu mwanaume. Yaani thamani ya mwanaume hupimwa kwa uwezo wake wa kuzalisha na kutoa tu. Uendapo atashindwa hata siku moja kufanya hivyo, basi thamani yake inashuka na kuonekana hana maana. Kuna mara utasikia jamii nakwambia wanaume nao waanze kufunguka na kuelezea hisia zao, lakini wakati utakapojaribu utasikia wanakwambia kaza, tafuta suluhisho mwenyewe. Jamani, mbona wanaume tutakufa mapema sana? Yaani hakuna atakayesimama nyuma ya mwanaume kumuuliza kama yuko sawa au mbele yake kumpeleka njia sahihi. Ni yeye mwenyewe, toka azaliwe yeye mwenyewe, akue yeye mwenyewe, afe kimya kimya. Yaani hakuna mwanamke anayeweza kuwaza ni mara ngapi mwanaume analazimika kupambana na mapepo yake ya ndani ili mradi tu avuke kuingia siku nyingine. Hakuna mwanamke anayeweza kutambua sadaka ambazo mwanaume anatoa, hisia ambazo mwanaume anaficha ili mradi tu wale wanaomzunguka waendelee kuwa na amani. Hakuna anayejali sadaka za mwanaume. Hakuna anayejali kujitoa kwa mwanaume. Unakuta hata kifamilia, mafundisho ambayo wanaume wanaopewa toka wakiwa wavulana ni ya kumfanya mwanaume hajue kuwa thamani yake inalingana na kile anachotoa. Katika familia, mkiwa wakubwa, kaka, wadogo zako pale, utaona yule tu ambaye anaweza kutoa kitu fulani katika familia upewa thamani pale pale. Yaani mwanaume anafundishwa kuwa thamani yake inabebwa na kile anachokitoa. Akitoa sana hutumiwa, akishindwa kutoa huachwa. Yaani mateso juu ya mateso. Bado tunaendelea katika episode yetu ile ile ya You Can Be Loved But Still Be Used. Unaweza ukapendwa na ukaendelea kutumiwa. Sasa tunampa mwanaume tips hizi hajitambue, ili hata kama anapendwa asitumiwe hata siku moja. Yaani iko hivi, mapambano ya mwanaume huwa hayaonekani kabisa hata afanye nini. Akifanya sana hutumiwa, asipofanya sana huachwa nyuma. Wanaume wengi hawaanguki chini kwa sababu hawana nguvu. Wanaume wengi hawashindwi maisha kwa sababu hawana nguvu, lakini kwa sababu nguvu zao wanazitumia sana kwa muda mrefu, toka bado angali wavulana mpaka wanavyokuwa, basi wanafikia kuchoka. Maana hakuna anayewasikiliza wanaume. Unamkuta mwanaume anakaa kimya, anateseka kimya kimya, sio kwa sababu anapenda, lakini kwa sababu hakuna anayeweza kumsikiliza. Hakuna mwanamke yeyote anayeweza kumsikiliza, awe mama yake, awe mke wake, awe dada yake, hakuna. Na hakitoa malalamiko hayo, basi ataambiwa kaza, wewe ni mwanaume. Na pia tukumbuke, tuko katika dunia ambayo inawathamini wanaume wanaotoa peke yao. Yule asiyetoa, dunia inamwacha nyuma. Utasikia mapenzi hayana masharti, lakini kwa mwanaume mapenzi yanapimwa na kile anachokitoa. Siku atashindwa kutoa, basi mapenzi yanaanza kupoa pia kwake, na akihangaika huwa anaachwa nyuma. Hakuna wa kumjali mwanaume. Mwanaume anaweza akatumia miaka mingi sana kujenga maisha na kutoa msaada kwa ajili ya watu wengine, wake zake na watoto wake. Na pia mwanaume huyo anatarajiwa kulinda. Yeye ni nani anayemlinda? Anatarajiwa kuongoza. Yeye ni nani anayemuongoza? Anatarajiwa kubeba dunia nzima mabegani kwake. Ni nani atakayeweza kumbeba wakati atakapochoka yeye?
Yani ina maana kuwa dunia haisimami kwa sababu ya mwanaume anayepambana. Dunia inasimama kwa sababu ya yule mwanaume ambaye aishamaliza kupambana na akaanza kuenjoy maisha yake. Na wewe unayepambana ukijaribu kusema kuwa unachoka, basi utaambiwa jikaze na uendelee mbele, kwa sababu ukichoka unaonekana kuwa wewe sio mwanaume. Jinsia zetu zinabebwa na kile tunachokifanya. Hata mtu akiwa na maziwa kifuani, yaani kwa maana ya kuwa ni mtoto wa kike, hakifanya jambo kama mwanaume, anasifiwa kuwa ni mwanaume kisawa sawa. Na yule atakayejiregeza kama mwanamke anaonekana kuwa mwanamke kisawa sawa 100%. Yaani jinsia zinabebwa na matendo yetu. Thamani ya mwanaume haipimwi kwa tabia yake nzuri, wema wake au hekima yake. Thamani ya mwanaume siku hizi hupimwa kwa kile anachozalisha au anachoweza kukitoa. Yaani dunia ni kupambana na kupambana tu kama mwanaume ili kupata kile unachokitaka. Ukisema unachoka, unaambiwa kuwa kuna watu wanaochoka zaidi yako. Utajiuliza ni kina nani? Ni wanaume. Lakini utakuta licha ya haya yote mwanaume huendelea kusonga mbele, na wanaofika mbali sana ni wanaume. Sio kwa sababu hawana maumivu, lakini kwa sababu hawana chaguo nyingine la kufanya. No option. Cha kufanya ni hicho hicho tu. Huo ndio msiba wa kimya kimya wa kuwa mwanaume, ule wa kuendelea kutoa hata kama huna, kuendelea kulinda hata kama unahitaji kulindwa, kuendelea kubeba watu hata kama unahitaji kubebwa. Utaendelea kulia kimya kimya. Funzo kubwa hapa ni hili: kama mwanaume, kupendwa hakumaanishi kuwa kila mtu ana nia njema na wewe. Hata mke wako akikupenda sana, haimaanishi kuwa ana nia njema na wewe, kwa sababu mwanaume hakuna mtu anayemjali hapa katika dunia hii. Usikubali tamaa ya kupendwa ikufanye mpaka ujisahau. Yaani ufikia hatua kujiona kama chombo cha watu wengine, chombo cha kutimiza malengo ya watu wengine. Jiangalie wewe ni nani? Mwanaume yeyote akisimama kwa ajili yake, hata hayo tunayoona kuwa ni mateso hayataonekana kuwa ni mateso. Kwa sababu gani? Anajituma kwa ajili yake yeye mwenyewe. Kila mwanaume akijiangalia kwanza yeye mwenyewe, atafanya vyema kila anachokifanya bila kuona mateso. Tatizo kubwa, wanaume tunakimbilia kuangalia nje. Kwa sababu ulikuwa naambiwa kwenu kuwa unakwenda kujenga familia, sio kujijenga wewe mwenyewe. Unakwenda kujenga familia. Kwa hiyo tunaangalia nje. Basi hayo ndio mateso milele yanayotusibu, na kufa mapema kwa wanaume kunaanzia hapo. Jifunze kusema hapana, jifunze kuweka mipaka, jifunze kutofautisha kati ya mtu anayekupenda na mtu anayekutumia. Na kumbuka pia, unaweza kupendwa na bado ukatumika, unaweza kuhitajika na bado usithaminiwe, usipewe thamani ile, na unaweza kutoa kila kitu lakini bado usipewe kile unachokitaka wewe. Usipoteze thamani yako kwa kujaribu kununua upendo kwa kujitoa kupita kiasi. Mtu sahihi hata kupenda kwa sababu ya kile unachompa, bali atakupenda kwa sababu ya wewe ni nani. Na asipofanya hivyo, haina haja ya wewe kujitoa, basi baki hivyo hivyo. Tumia hekima tu, utanielewa. Na katika kichwa chako kumbuka, upendo wa kweli hauwezi kukuacha ukiwa umechoka, una lolote, yani umefirisika. Nilikuwa napendwa kweli? No. Hii ni AE Speaker. Tunahamasisha, tunaelimisha na tunajenga wanaume na wanawake wenye hekima. Asante sana.